الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwombea ziada ya rehma na amani kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, na kuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu watukufu, tuko katika mwezi huu wa Rajab, mwezi ambao ni katika ile miezi mitukufu ambayo hikma ilahia, hikma ya kimungu ndio imehukumu kwamba huu uwe katika miezi mitukufu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila kitu amekiumba kwa makadirio yake. Hatuwezi sisi kuhoji maamuzi yake, hatuwezi sisi kufikia kikomo cha kuelewa busara na hikma na kadari na maamuzi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapata. Kwa hivyo Mungu katika viumbe vyake kuna viumbe amevitukuza. Ziko ardhi takatifu, iko miezi mitukufu, ziko nyakati tukufu. Hili ndilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amelipanga, na ni busara kwa Muislamu, busara kwa mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuelewa kwa kina haya mambo, kuelewa huu ni msimu gani, una khawasi gani, ndani yake kuna nini. Ni sawa na mkulima akajua misimu ya kilimo. Haya ni masika, fursa za masika zinazopatikana ni zipi? Hiki ni kiangazi, fursa za kiangazi zinazopatikana ambazo katika masika hazipo ni zipi? Kwa hivyo hii miezi mitukufu, kheri inayofanywa katika miezi kama hii, malipo yake yanakuwa makubwa kuliko katika miezi mingine. Kadhalika shari inayofanywa katika miezi kama hii, dhambi zake zinakuwa ni tofauti katika miezi mingine. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuitaja miezi mitukufu akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkazidhulumu katika miezi, katika nyakati tukufu kama hizo, msije mkazidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndo anajua. Ikitokea mtu mbishi anasema Mungu si yupo wakati wote, akang'ang'ania kulima katika kiangazi wakati ambao ardhi imekuwa kame, huo ni ubishi wake. Lakini sisi juu yetu ni kutumia fursa kama hizi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzidisha ibada na kujiepusha zaidi, kukaa mbali zaidi na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Waislamu watukufu, huu tukufu wa nyakati, wa masiku, wa nyakati, wa miezi, Allah azza wa jalla mwenyewe ndo katutunzia historia hii. Tunaambiwa siku ya Ijumaa kama ya leo ni tukufu kwa sababu aliumbwa Adam. Tunaambiwa katika usiku Lailatul Qadri ni usiku mtukufu kwa sababu ilishuka ndani yake Qur'ani. Katika dunia ya leo zinatokea wiki za kuadhimisha mambo ya kidunia. Hii ni wiki ya kwenda na usalama, hii wiki ya kuadhimisha kitu fulani. Sasa katika vitu ambavyo vimetokea katika hizi nyakati tukufu, hasa katika mwezi huu, ni tukio la Isra na Mi'raji. Katika mwezi kama huu na tarehe kama hizi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata msafara wa Isra na Mi'raji. Isra ni ile safari ya kutoka Makka mpaka katika Baitul Maqdis, na Mi'raji ni ile safari ya kutoka pale Baitul Maqdis kupaa kwenda angani. Safari hiyo na tukio hilo ambalo sio la kawaida lilitokea katika mwezi kama huu na tarehe kama hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anasimulia tukio hili katika Qur'ani tukufu. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Ni tukio kubwa, tukio la ajabu, tukio limewafitinisha watu. Wako watu wamertadi kwa sababu ya kuelezwa tukio hili. Sehemu ya usiku, sio usiku mzima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsafirisha mja wake kutoka Makka kwenda Bait Maqdis. Ni umbali mrefu. Wakati huo sio kwa ndege wala kwa gari, watu wakisafiri na wanyama, mwezi kwenda mwezi kurudi. Leo tunaambiwa ni kipande tu cha usiku mtume amesafiri, lakini hilo linathibitishwa na subhana. Nani alofanya hayo? Tukio kubwa kama hili alolifanya nani? Qur'ani ikaanza kwa kusema subhana, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan. Subhana hii tunayoisema baada ya sala ni kumtakasa Mungu. Ni sawa na kusema kwamba mimi namfagilia Mungu. Hakuna alokuwa sawa na Mungu. Mungu hana dosari. Wengine wote magumashi, lakini sio Mungu. Ndio maana ya subhana. Kwa hiyo mtu akitia shaka linawezekana vipi tukio hili likafanywa katika kipande cha usiku, tayari Mungu anasema subhana. Ukiambiwa jambo hili kafanya fulani, lakini fulani mwenyewe ukiambiwa ni fulani, ana uwezo mkubwa kununua nyumba hile kwa bilioni 2, wala sishangai. Nilikuwa na staajabu nani kanunua ile nyumba, lakini alonunua ni fulani, hiko kiwango anakimiliki. Kwa hivyo hakuna shaka kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo aloileta safari hii, akampa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mwenyezi Mungu ni hakim, mwingi wa hikma. Hikmatuhu baligha wa qudratuhu muqtadira. Uwezo wake, busara zake ni kubwa, hawezi kufanya jambo kwa upuuzi. Kwa nini Mwenyezi Mungu amempa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari hii? Na hilo ndo la kujifunza, na hilo ndo ambalo tutalidokeza katika hutuba yetu. Mwenyezi Mungu anasema linuriyahu min ayatina. Mungu amefanya hivi ili amuoneshe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadhi ya alama za uwepo wetu, baadhi ya alama za nguvu zetu. Linuriyahu min ayatina. Na hii ni kawaida yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwaonesha manabii miujiza na alama mbalimbali ili waone ukubwa wao. Yakini ya mitume tofauti na yakini yangu mimi na wewe. Nabiullahi Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam alipewa miujiza, akaambiwa muoneshe Firaun. Akamuonesha Firaun, Firauni akakiuka, faarahu ayatan kubra. Lakini si hivyo tu, Nabiullahi Ibrahim alimuomba Mungu akamwambia, rabbi arini kaifa tuhil mauta, Mwenyezi Mungu naomba unioneshe namna gani unahuisha wafu. Mwenyezi Mungu akamuonesha namna wafu wanavyohuishwa. Yakini ya manabii, imani ya mitume ni kubwa kuliko yetu mimi na wewe. Mitume waliweza kubeba majukumu makubwa kwa sababu ya miujiza hii waliooneshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hata mimi na wewe katika maisha ya kawaida yako matukio Mungu amekuonesha, ukikaa ukiyatafakari unasema kweli Mungu yupo, kweli Mungu ana hikma, kweli Mungu mapenzi na upendo wake kwa viumbe wake ni makubwa. Yako matukio katika maisha yanaweza yakakutokea kukufikisha katika kiwango hivyo. Kwa hivyo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyaona hayo makubwa katika alama na aya za uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mengi na hutuba yetu ina muda maalumu, hatuwezi kuyaorodhesha yote, lakini katika jumla aliyoyaona mtume, alimuona malaika Jibril katika umbile lake akiwa na mbawa 600 janah. Malaika Jibril alimuona katika umbile aloumbwa na Mungu akiwa na mbawa 600. Na mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye maisha yake yote, malaika Jibril alimuona katika umbile lake la hakika, aliombiwa ni mara 2.
kwa sababu malaika Jibril alikuwa akimshukia mtume wakati mwingine katika sura ya binadamu, anajigeuza mwanadamu katika sura wakati mwingine ya mmoja wa masahaba wa mtume. Hata ilitokea siku moja malaika Jibril alitokeza katika sura ya mtu, akajiunga katika darsa ya mtume, akauliza maswali, imani ni nini, uislamu ni nini? Mtume akamjibu. Na masahaba wanasema huyu mtu alikuja anaonekana hana alama ya vumbi, msafi, kauliza hayo maswali akajibiwa. Wakati anajibiwa anakiri barabara. Alipoondoka mtume anawaambia masahaba, mnamjua yule? Wanasema hatumjui. Mtume anaambiwa yule ni Jibril, atakum yuallimukum dinakum, kaja hapa anajifanya kuuliza na kufundisheni dini yenu. Lakini katika uhai wa mtume malaika Jibril kamuona katika umbile la hakika mara mbili. Raahu fi ghari Hira, kwanza alimuona katika pango la Hira inda Iqra, wakati inashuka aya ya mwanzo, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Na mara ya pili alimuona fi lailatil Isra, katika ule usiku wa Isra wa tukio hili ambalo tunalizungumza leo. Qur'ani inasimulia, inasema walaqad raahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Mtume alimuona malaika Jibril katika umbile la hakika katika wakati ule wa tukio la Isra na Mi'raji, hapo mahala katika sidratil muntaha, mkunazi wa kumalizikia mambo. Hapo mtume alimuona Jibril. Na katika hadithi iliyoelezwa kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, mtume anasema lam arahu, yani Jibril, sijapata kumuona Jibril ala suratihi alhaqiqiyya allati khuliqa alaiha illa marratayn, nimemuona mara mbili tu Jibril katika umbile lake la asli. Sisi tulivyo hatuwezi kuhimili kuona maumbile ya viumbe hivyo, anaweza mtu akili kafyatuka, lakini mtume kwa sababu aliandaliwa alimuona malaika Jibril. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mtume alifika katika sidratul muntaha huko mbinguni. Baada ya mbingu saba kuna mti unaitwa sidratul muntaha. Hilo jiti kwa namna lilivyo, wanavyosema wanachuoni, shajaratun adhima fi samai sabia, ni jiti kubwa liko katika wingu wa saba, haithu yantahi ilaiha ilmu almalaika wal anbiya, elimu maarifa ya malaika na manabii yanakomea hapo, na yote yanotoka katika ulimwengu yanakomea hapo, hayapinduki hapo. Kuna taarifa zote ziko hapo. Nani atakufa lini? Atakufa akiwa na viungo vyake kamili au mguu mmoja utakuwa umeshatangulia? Atakufa akiwa na meno yake kamili au meno mengine yatakuwa? Taarifa zote ziko hapo. Nini chanzo cha kifo chake? Katika sidratul muntaha, baada ya uwingu wa saba. Hapo mambo ya ardhini yanakomea hapo, malaika maarifa yao yanakomea hapo, na yanayotoka mbinguni yanaishia hapo, ambako kote alifika bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, walaqad raahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Hapo katika sidratul muntaha chini yake kuna pepo ambayo ndo mafikio ya watu wema. Hapo ndo chimbuko la mito minne iliyokuwa mikubwa. Mto wa kwanza ni Naharu Furat, Naharu Nil, hii ni ya dhahir, lakini ni mengine ni mito ya Kauthar na mito ya Salsabila. Linuriyahu min ayatina, lengo la safari hii ili Mwenyezi Mungu anasema tumuoneshe baadhi ya alama zetu. Sisi kwa udhaifu wetu wa imani, kwa yakini yetu ilivyokuwa ndogo, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishe sisi, an yazdada lana yaqina, tuzidishe yaqini katika nyoyo zetu, yaqini ambayo itatufanya hizi ghururi za dunia zisitudanganye tukaacha kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika jumla aliyoona mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume alifika katika Baitu Maamur. Mbinguni kuna msikiti unaitwa Baitu Maamur, sio Baitu Maamur hii ya kwetu hapa, hii imeiga jina la huko. Kuna msikiti unaitwa Baitu Maamur.
Huo msikiti uko sawa sawa na ile Kaaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lau kama huo msikiti ungeporomoka, la kharra alaiha, ungeliporomoka pale pale kwenye Kaaba. Na juu ya Baitu Maamur huko ndo kuna arshi Rahman, arshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Msikiti huo anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak, kila siku ya Mungu wanasali malaika 70. Wa idha kharaju la yaudu, wakitoka hawarudi, wanakuja wengine. Haya ni katika maajabu aliyoshuhudia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akatuletea sisi, akatufundisha sisi, ili tuelewe hakika ya mambo, ili imani zetu ziwe imara, ili tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu huu uliojaa mambo mengi. Tukamwelekea Mungu kwa kumwabudu, tukamwelekea Mungu kwa kufata yale ambayo anayoyataka, tukajiepusha na utashi wa nafsi yake. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukio la Isra la Mi'raji kwa ukubwa wake sio tukio la kupita bure tu likawa watu wasilizingatie. Ni tukio ambalo ndani yake kuna ibra. Hayo maeneo yapo katika ulimwengu huu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha ibada katika maeneo hayo, malipo yake ni makubwa kuliko katika misikiti mingine. Ibadallah, inna ahsana ma talahu talun wa amila bihi al-amilun kalamu man nahnu ilayhi raji'un. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.